Wanyama wa aina nyingi namna hiyo wangewezaje kuishi pamoja katika nafasi hiyo ndogo kwa zaidi ya mwaka mmoja? Ilikuwa ni muda mfupi, si mfupi. Ilikuwa ni zaidi ya mwaka mmoja, si muda mfupi. Kama wanyama wenye nguvu wangeshambulia wale wadhaifu ama wapigane wao kwa wao, safina ingejazwa na vurugu. Na ujue safina ilikuwa na ghorofa 3. Ghorofa ya kwanza, pale chini wanyama wazito, na ghorofa ya pili na ya 3 ikiwemo wanyama wengine pamoja na familia ya Nuhu. Lakini kusema kweli na kihalisi, vita na vurugu kama hizo hazikutendeka ndani ya safina. Kwa muda zaidi ya mwaka mmoja hakukuwa na vita. Wanyama wenye nguvu hawakukula ama kushambulia wale wadhaifu. Na si hilo linashangaza sana? Si mnafahamu shangae? Linashangaza. Mwaka mmoja mzima hawapigani, hawashambuliani. Hiyo ni kwa sababu Mungu alikuwa amezunguka safina ya Nuhu kwa nuru asili hadi wakati gharika ilikamilika. Mungu alifunika safina kwa nuru yake asili, na wanyama wote ndani ya safina hiyo pia walizungukwa na kufunikwa na nuru asili. Ndio maana hakukuwa na wanyama wakali, wote walikuwa watulivu na wapole. Na kwa hivyo Nuhu aliishi katika nafasi iliyozungukwa na nuru asili hata baada ya gharika. Safina ilibaki imezungukwa na nuru asili hadi gharika ilipokwisha. Kwa hivyo wanyama hawakudhihirisha uovu wao asili hadi wakati walitoka nje ya safina, na wakiwa pale walitii tu amri ya Nuhu. Nanyi pia simujaribu kushuhudia ujazo wa ushawishi, mvuto na mguso wa Roho Mtakatifu, na mtaona vile vile, basi tabia yako asili haitatokezea. Sijui kama mmeshuhudia mara mingi, mshaona mtu amejazwa Roho Mtakatifu akikasirika? Hapana, waliojazwa na Roho ni watulivu. Je, wanadanganya? Hata uongo mdogo hakuna akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Kujazwa na Roho Mtakatifu huleta mabadiliko kama hayo, na utaona jinsi watu wanabadilika kwa watulivu, wenye upendo na wenye tabia njema. Basi vile vile, kwa sababu safina ilizungukwa na nuru asili ya Mungu Baba, kila kitu ndani yake kilikuwa tulivu. Wanyama walikaa kwa utulivu katika maeneo waliopangiwa. Hebu sasa nieleze zaidi kuhusu nafasi waliopangiwa wanyama. Mungu alipanga nafasi za wanyama ili kutumia vizuri kabisa nafasi ndogo iliyokuwa ndani ya safina. Kama vile imerekodiwa kwenye Mwanzo 6:16, safina ilikuwa na ghorofa 3. Kulikuwa na ya juu, ya katikati na ya chini. Kuanzia ghorofa ya chini pale, kule chini, wanyama waliopangwa pale walikuwa wale wazito zaidi ya wengine. So walipangwa kulingana na uzito. Kwa mfano, ndovu, viboko, simba marara, hao ni wanyama wazito, walikuwa pale chini. Mpangilio huo ulihitajika ili kudumisha udhabiti wa safina. Kule chini ilifaa kuwe nzito, ndio safina iweze kuwa dhabiti zaidi na isiyo yumbayumba. Kuna meli iliyotengenezwa na Jenerali Lee Sung-shin kule Korea katika enzi ya Joseon. Meli hiyo wakati wanajeshi walipanda meli hiyo, wanajeshi wa maji walipopanda meli hiyo, watu wote wa eneo la Joseon wakatazama meli hiyo ya vita ya kuajabisha sana, na ilikuwa imefunikwa na kitu kama chuma, lakini yenye vitu vyenye ncha kali, ncha kali. Na ndio maana maadui wangeingia kwenye meli hiyo wangepata majeraha, wangeumia na wangeuawa na vitu vile vyenye ncha kali vilivyofunika meli yote nje. Na ni meli ya vita, kumbuka. Sasa wale watu wa Japani
maaskari wa Japani wengi waliuawa hivyo kupitia vitu hivi vyenye ncha kali vilivyofunika meli yote. Vilifunika meli nje yote, inakaa chuma na tena ni ya ncha kali, iko sharp kabisa. Lakini chuma ile ilikuwa nzito sana, na basi kama meli ile ingepata kuyumbayumba kiasi ingezama. So ndio ajenge meli hii alipitia majaribio. Alijaribu mara ya kwanza kakosa kufanikiwa, ilizama. Lakini jenerali akatengeneza tena meli mara tena, akisaidiwa na watu, akaitengeneza tena, hata kama ilizama akatengeneza tena. Akawazia kuhusu, akitengeneza tena akawazia udhabiti, balance yake, ndio afanye meli iendelee juu ya bahari hata kuwe hali gani. Na akaitengeneza tena sasa, si na ile chuma, lakini na kifaa ambacho ni chepesi zaidi kwenye sehemu mbalimbali za meli hii ya vita. Na meli hiyo ikaitwa meli ya kobe kwa sababu umbo lake ni kama kobe, so akaita meli ya kobe. Kwa hivyo pale tunaona Jenerali Lee Sun-shin alijenga meli mara kadhaa, kakosa kufanikiwa, tulikwenda zama, lakini hakuchoka. Na basi kwetu sisi waumini wa kweli pia, nasi pia tunaweza jipata katika matatizo, majaribu magumu na mambo mabaya yanayotukumba katika safari yetu ya imani, maisha ya Ukristo. Tukipatana na yale, tusiwe na wasiwasi juu Baba Mungu daima yu pamoja nasi. Sasa chini ya safina ilifaa iwe nzito, ndio safina iweze kuwa dhabiti zaidi, sio yumbayumba. Na pale katikati ilibeba wanyama wengine, na kule juu ilibeba ndege na wanyama wa kutambaa, na pamoja na watu 8 wa familia ya Nuhu. Sasa mtu pale anaweza shangaa, iliwezekana aje Nuhu na familia yake waishi kwenye ghorofa ya juu pamoja na ndege na wanyama wanaotambaa chini? Hata kama waliishi kwenye ghorofa moja pamoja, nafasi ziligawanyishwa vizuri. Kwa hivyo Nuhu na familia yake hawakupata usumbufu wowote. Na zaidi ya hiyo, ndani ya safina kuligawanywa vizuri sana. Kwa mfano, kila ghorofa ilikuwa na chumba maalum ya kuhifadhi chakula peke yake. Kama kungekuwa na chumba kimoja tu cha kuhifadhi chakula na iwe kwenye ghorofa moja pekee kwenye safina yote, basi kungekuwa na kazi mingi ya kupanda shuka kulisha wanyama wote. Mungu akaagiza Nuhu ajenge vyumba vya kuhifadhia chakula cha wanyama upande wa mwisho kabisa wa kulia wa kila ghorofa. Wanyama walipewa chakula na maji mara moja tu kwa siku. Vile mnajua wanyama wanahitaji kukula mara kadhaa. Sana ndovu lazima ale continuously kwa masaa 20 ndio ashibe na ajae vizuri. Kulikuwa na wanyama kama hao pia ndani ya safina, lakini nao pia wote walilishwa mara moja tu kwa siku. Sasa walivumilia aje? Ilikuwa ni kwa neema ya Mungu, kwa sababu walizungukwa na nuru na walidumishwa na neema hii ya Mungu. Basi hata kukula mlo mmoja tu kwa siku haikuwafanya wahisi njaa, haikutosha wote watosheke wajae kabisa, na pia haikupungua ati ndio wasikie njaa, iliwatosha tu ile kabisa, kwa sababu safina ilizungukwa na nuru asili ya Mungu. Wanyama waliweza kuishi kwa kutosheka hata mlo mmoja tu kwa siku moja. Kwa Nuhu na familia yake kulisha wanyama hawa wote, hata kama ni mara moja tu kwa siku, haikuwa kazi rahisi. Lakini kazi iliyokuwa ngumu zaidi kuliko kuwalisha wanyama ilikuwa kushughulikia kinyesi, uchafu wao.
Juu wanyama walikuwa wengi, ndege wengi, nyoka wengi, wakutambaa wengi. Kushughulikia vinyesi vyao haikuwa kazi rahisi kwa familia ya Nuhu ya watu 8 peke yake. Na hata kama walikula mara moja tu kwa siku, lakini idadi kubwa sana ya wanyama ilimaanisha kwamba kiasi cha kinyesi pia kilikuwa kikubwa sana. Kama Nuhu na familia yake ilibidi wasafishe kila chumba ya wanyama, ingekuwa kazi nzito sana. Sasa shida hiyo alitatua aje Nuhu na familia yao? Mungu Baba aliona tatizo hili mapema, na ndio maana wakati wa kujenga safina akamwagiza Nuhu ajenge sehemu za kuondolea uchafu kwenye kila ghorofa. Kuanzia mwanzo aliamrisha kila ghorofa iwe na kifaa chake cha kuondoa kinyesi, ndio wanyama wenyewe wanapotaka kujisaidia wajipeleke pale na watoe uchafu pale kwenye sehemu moja. Kwa hivyo kinyesi kilikusanyika sehemu moja. Nuhu na familia yake hiyo baki kwao ni kutoa tu kinyesi kilichosanywa mahali pamoja nje ya safina. Katika kipindi chote walichokuwa ndani ya safina, Nuhu na familia yake walitumia muda mwingi kuwatunza wanyama, jambo lililowafanya wawe na shughuli nyingi sana. Hawakuwa na wakati wa kuboeka ama kubembeleza mawazo mengine. Kimwili walivumilia kazi ngumu sana, na kila siku walikuwa na shughuli nyingi. Lakini licha ya hayo hawakunung'unika, hawakulalamikia hali yao. Badala yake walishukuru tu juu ya ile neema ya kuokolewa kutokana na hukumu. Ndio maana hawakufanya majukumu yao shingopande ama kwa uzembe ama juujuu. Hata kama kazi walifanya ilikani kama si ya kupendeza, lakini walitekeleza kwa uaminifu, kwa shukrani, maisha yao yote ndani ya safina. Na kwa sababu Mungu aliwapa hekima, akawaagiza jinsi gani watashughulikia uchafu ule. Akawaagiza wafanye kila kitu kitiririke upande mmoja hadi nje ya safina, na juu nje ya safina kuna maji mengi, basi kila kitu kitasafishwa kivyake. Wakati huo pia wanyama pia walikuwa watulivu, walikula kile walichopewa, walijisaidia na kwenda haja wakati unaofaa, pahali panapofaa. Ndio maana kila pahali kulikuwa kusafi, na kwa hivyo hakukuwa na haja ya ati siku nzima washughulike wakisafisha, kwa sababu walikuwa katika nuru asili. Wanyama wote walitii vizuri, kulikuwa na utaratibu na kila kitu kilipangwa namna hiyo. Wapendwa, nyinyi ambao mmepokea neema ya wokovu, lazima muishi maisha yenu ya imani kwa moyo na nia kama hiyo, kama ya wanyama ya kutii. Na kwa sasa kuna watu wengi ambao wametambua maana ya kweli ya imani na wanaishi hivyo inavyowapasa. Wengi naona wanajitoa, wanajileta ibada wenyewe, hata kwa Mungu wanakuja wenyewe, wanatafuta fursa za kutumika kanisani kivyao. Kwa mfano, nimeona watu kadhaa wachache, lakini kivyao wanaenda kuosha vyoo vya kanisa ama hekalu. Kuna wengi ambao wanazidi kutumika katika sehemu za chakula, kuongoza magari na kusafisha hapa na pale, hata kuwe joto kuwe baridi. Kazi zingine za kuchosha, hazipendezi, lakini wanafanya kwa furaha juu wanakumbuka neema ya wokovu. Hao na washukuru sana sana. Lakini usiwe na mtu ambaye alianza kwa shukrani na bidii hivi, lakini sasa amefika kiwango anafanya kwa kusukumwa, ni kama kulazimishwa. Ule moyo wa kusema nafanya, natumika, tunashukuru neema ya Bwana, moyo huo haufai kubadilika. Hata kama mtu atakuumiza, kukosea, hiyo itafanya ubadilishe moyo wako, usielekee kwa Bwana vile ulikuwa mwanzoni. Si Bwana alikufanyia magumu, sasa mbona umbadilishie moyo? Wakati unapatana na matatizo hata katika mahusiano yenu, ni fursa yako wewe kutambua yasiyo ya kweli ndani ya moyo wako yaliyosababisha shida hiyo. Nyakua fursa hiyo na ubadiliki, uwe moyo ambao Bwana anatamani. Nuhu pamoja na familia yake waliishi kwa uaminifu na kwa unyamavu ndani ya safina, wakishukuru sana kwa ajili ya neema ya kuokolewa licha ya maisha magumu ndani ya safina. Na safina, niliwaambia, kiroho inamaanisha neno la Mungu. Safina ni neno la Mungu kiroho. Basi kama unatamani kuishi ndani ya safina hii ya kiroho, moyo wako wa shukrani kuelekea wokovu haufai kubadilika.
Haijalishi mawimbi magani yatakukujia, dhoruba gani itakukujia, upepo mkali gani utakuja, dhiki na majaribu gani, as long as utabaki kwenye safina ya man-made, basi hautawaitikizika. Shikilia tu hiyo moja pekee kwa dhabiti, hiyo tu shikilia mpaka mwisho, na utaona jinsi utaishi maisha ya ushindi kwenye dunia hii ambayo ni kama bahari yenye dhoruba kali. Kwa kukumbuka hilo, naomba ya kwamba mweze kumletea Mungu Baba na Bwana wetu furaha tele ambao waliwapa yote kuokoa. Naomba kwa jina la Bwana. Hebu sasa tuingie mstari wa 10 ambayo inasema, baada ya siku 7 maji ya gharika yakaja juu ya dunia. Hapa siku 7 ni kipindi cha neema ya kutimiza haki ya Mungu kikamilifu. Inaonyesha kwamba Mungu alipotekeleza hukumu ya gharika alifanya hivyo kulingana na haki iliyowekwa katika ulimwengu wa kiroho bila kuongeza ama kupunguza chochote. Hii inaonyesha jinsi Mungu alivyofikiria kila kitu kwa kina sana. Lakini maneno ya Mungu ya kusema baada ya siku 7 nitaleta maji ya gharika, pia imebeba maana ya kwamba ataanza ukuzaji upya wa binadamu kupitia Nuhu na wazao wake. Huku duniani watu husema kuhitimu ama graduation si mwisho, bali ni mwanzo mpya mwingine. Vile vile kupitia hukumu kuu ya gharika ilikuwa ni kama historia ya ukuzaji wa binadamu unaisha, lakini haikuwa mwisho, ilikuwa mwanzo mpya. Ile kusema gharika ikaja juu ya dunia pia kuna maana ya kiroho. Dunia pia inamaanisha giza, lakini gharika ambayo ni maji inamaanisha neno la Mungu. Kwa hivyo gharika kufunika dunia inamaanisha Mungu alihukumu na akafanya dunia upya ambayo ilikuwa imechafuliwa na nguvu za giza, alifanya upya kwa maji, neno la Mungu. Adui Ibilisi, Shetani, alitafuta kujitengenezea ulimwengu wake huku duniani kwa kuingiza giza, yaani uovu ndani ya mioyo ya watu. Lazima uwe mwangalifu sana sana siku za leo. Uwe mwangalifu juu ya yule mpinga Kristo, sana sana siku hizi za mwisho. Uovu uzidi kupandwa ndani ya mioyo yenu na mawazo yenu, kama ni uzinifu, tamaa, wivu, chuki, usuda, kuhukumu, kushutumu na kuelewa watu vibaya. Na ndio maana hisia za kuudhika na aina zote za uovu zinazidi kupandwa ndani ya mioyo yenu na akili zenu kwa namna kama hiyo. Ukazikubali na utende vile amepanda ndani yako, yatakita mizizi ndani yenu, na hiyo inatisha sana. Baada ya mwezi, miwili, mitatu, moyo wako wewe mwenyewe hautaweza kucontrol. Moyo wako utakuwa mgumu, hata hutaweza kutawala wewe mwenyewe. Shetani ashapuliza, amevuruta na sasa anaitawala. Pale hauwezi kucontrol moyo wako. Iwe ni uzinifu, tamaa, hasira, hauwezi kucontrol. Kwa hivyo usikubali kazi ya Shetani, usikubali isiyo ya kweli. Uzungukwe na nuru na ukatae yasiyo ya kweli. Lakini kwa sababu ulikubali kuanzia mwanzo, ndio maana matokeo kama yale yako. Ndio maana nawaambia kila wakati, kata kabisa chochote ambacho hakikubaliki, kata kabisa. Ukakata vitu vya dunia, basi ni kawaida hautavikubali, havitaingia ndani yako. Giza haitakuwa, ni nuru ndio itakuwa ndani yako. Moyo wako unafaa ubaki ndani ya nuru, vile Mungu amesema, ukipenda ulimwengu, upendo wa Baba uko ndani yako. Kama upendo wa Baba uko ndani yako, utajiita aje mwana na binti wa Mungu? Utadai aje ya kwamba unataka wokovu ama uko na wokovu? Lazima uwe mtoto wa Mungu, na upendo wake lazima ujaze moyo wako kikamilifu. Na kwa hivyo adui Shetani anatafuta kujitengenezea ulimwengu wake huku duniani kwa kupanda yasiyo ya kweli na ya giza ndani ya mioyo na akili yenu, ndio awavurute katika ulimwengu wake. Na hiyo inatisha sana. Sana sana ninyi vijana na wanafunzi wanarika, hakikisha hiyo imekutisha, inafaa ikutishe kabisa. Lazima uelewe hivyo. Sio tunaongea tu, ni jambo halisi lipo na linatisha, inafaa ikutishe. Juu ukiwa pale wakati wote utanyakuliwa, utamezwa na adui, na kwa kufuata tu dunia, vitu vya dunia mara moja mara mbili, ushachafuliwa tayari. Baadaye ukiendelea utazama chini zaidi, ni kama umetumbikia ndani ya matope. Ndani ya matope utakimbia aje, ukijaribu utateleza, utaanguka. Na ukiendelea itakuwa ni addiction, uzoefu. Na ukishakuwa addicted, huwezi jitoa pale.
hawezi kujitoa pale. Hata ujaribu kuepa kwa nguvu zako, huwezi. Kama ni addiction ya pombe, sigara, kucheza karata, ya dawa za kulevya, michezo ya simu, games za simu, internet, vitu kama vile, ukishaangukia ni kama umeanguka matope, si rahisi ujitoe. Sasa adui shetani anatafuta kujitengenezea ulimwengu wake huku duniani kwa kupanda giza, yaani uovu ndani ya mioyo yenu. Dunia iliteswa na damu wakati huo, na mpango wa adui ni kama ilikuwa inafanikiwa, lakini Mungu alishaandaa nuru mwenye haki katika wakati wake kwa ajili ya muda huu, na wakati akilitimizwa akafunika ardhi kwa maji na akaifanya upya tena. Na hivyo basi historia ya ukuzaji wa binadamu iliendelea. Historia ya ukuzaji wa binadamu haukuisha, badala yake ulianza upya kupitia Nuhu. Angalia sehemu ya kwanza mstari wa 11 nasema, katika siku ya 17 ya mwezi wa pili mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu. Biblia ikisema hivyo inatuambia tarehe kamili ambayo hukumu ya gharika ilitokea. Kwa hiyo je, Nuhu alijua kwa makadirio, approximate, kwa makadirio ni lini hukumu ya gharika ingetokea? Nuhu hakujua tarehe kamili, lakini alijua ili ya kukadiria, approximate, ni kama wakati gani gharika itakuja. Na pia alijua jukumu lake kwamba binadamu wote watafagiliwa, wataangamia katika gharika, na kupitia yeye wanadamu wataongezeka tena na bustani. Alijua. Sasa hadi wakati alipotambua hiyo wakati mwingine yote alibaki hajaoleka na aliishi peke yake. Alitaka ishi ajitenge na dhambi za dunia. Kwa kujua ya kwamba hukumu nayo ipo na itakuja, bado mtatatenda dhambi. Ndio maana washirika wetu wengine mnaishi maisha ya utaua peke yenu bila kuoa na kuoleka. Ni baraka kubwa mwanamke kuishi hivyo. Baraka kubwa. Kwa nini? Juu ni siku za mwisho. Hautafika miaka 70 ama 80 ama 100 duniani kuishi maisha ya utaua hivyo siku hizi za mwisho bila dhambi. Baraka kubwa kiasi gani? Na pia ni njia ya kupenda Mungu Baba pekee yana wa kwanza. Na ukifanya hivyo si umepea mwili wako hekima na kila kitu chako kwa Mungu Baba. Nuhu alifanya hivyo vyote, ajitenge na dunia ya dhambi. Lakini alipotambua tu mpango wa Mungu hivi, ndipo akatafuta mke ndio aendeleshe ukoo wake. Juu alijua mpango wa Baba Mungu ya kwamba wote watafakiliwa na maji, familia yake pekee ndio itabaki. Juu alijua hiyo ndio kuanzia hapo ndo akaoa akapata watoto. Ndio maana mtoto wa kwanza alipata ni wakati alikuwa miaka 500. Angepata watoto akiwa miaka 60, 70 ama 100. Lakini sana mtu ambaye karibia rohoni ni mtu mwenye afya, mwenye nguvu. Lakini huyu alikuja mpaka miaka 500 ndio aoe, ndio apate watano, ndio aendeleshe tu kazi ya Mungu. Ndio ilikuwa kusudi la pekee. Kutokana na ukweli huu tunaweza kukadiria ni lini Nuhu alifahamu kwamba hukumu ya gharika kuu ingetokea. Kwa maneno mengine, Mungu alimpa Nuhu si tu makumi machache ya miaka, lakini kipindi cha kutosha ya kujiandaa kwa ajili ya hukumu ya gharika. Mungu hakika alimpa Nuhu wakati wa kutosha wa kuandaa safina kwa ajili ya hukumu hii. Kwa hivyo, haikuwa sasa ni kuharakisha, kufanya kazi juu, tengeneza safina juu, haraka mbio. Hapana. Mungu alimpa muda wa kutosha aunde na ateke kwa usahihi kiasi ya kwamba safina itastahimili uzito wa gharika. Haiko tu juu ya Nuhu pekee, lakini kwa ajili ya watu wa wakati wake, ndio kwamba nao pia waweze kunyakua fursa ya wokovu. Nuhu alivumilia kipindi hicho kirefu kwa imani na kwa kutii neno la Mungu. Ndio maana akajenga safina na akaandaa chakula. Na pia alitia bidii kutangaza kwa watu wote kwamba gharika inakaribia kuja. Licha ya hayo yote, bado familia ya Nuhu watu 8 pekee ndio waliepushwa na hukumu ya gharika. Hata kama alipaza sauti tena na tena, hakuna aliyemsikiliza. Wapendwa, ni vile na siku za leo. Wapendwa, mnasikia hali hii ya kusema siku za mwisho inafanana na siku za gharika ya Nuhu. Mungu Baba alikuwa tayari ameweka katika mpango wa kusudi lake la siku za mwisho hata kabla ya nyakati za milele, na kajiandaa kwa ajili yake. Hebu tusimame kidogo pale tufafanue neno hili siku za mwisho. Inamaanisha
nyakati ambapo kurudi kwa Bwana unakaribia. Tukisema siku za mwisho, kuna maneno kama siku za mwisho, nyakati za mwisho, ama mwisho wa dunia yanatokezea mara mingi, na kila ya maneno haya kuna maana tofauti. Ndio maana unafaa uelewe vizuri kwa usahihi. Kwa hivyo siku za mwisho inamaanisha nyakati ambapo kurudi kwa Bwana kunakaribia. Je, tunaishi siku za mwisho kwa sasa? Tunaishi siku za mwisho? Naam, mnaishi katika siku za mwisho kwa sasa. Na kisha nyakati za mwisho inamaanisha wakati wa dunia, kuanzia wakati Yesu alizaliwa miaka 2000 iliyopita hadi kurudi kwake. Pale hicho kipindi ndio nyakati za mwisho. Inamaanisha kipindi cha miaka 1000 kuanzia Bwana azaliwe hadi kurudi kwake. Sasa maelezo haya nyakati za mwisho inaingiana na maelezo ya kamusi. Na kisha ingine mwisho wa dunia inamaanisha wakati ule ambapo Bwana atarudi. Kisha kwa upana zaidi ni kizazi ambacho kiko na wakati ule ambapo Bwana atarudi. Sasa wakati tunaishi sasa, tuko wapi? Siku za mwisho ama nyakati za mwisho ama mwisho wa dunia, tuko wapi? Tuko wapi? Tuko siku za mwisho, nyakati za mwisho ama mwisho wa dunia, tuko wapi? Tuko wapi? Siku za mwisho, nyakati za mwisho, mwisho wa dunia, tuko wapi? Tuko wapi? Tuko mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia ni wakati ambapo Bwana atarudi. Lakini kwa upana zaidi ni kizazi ambacho ndani yake kuna wakati huo wa Bwana kurudi. So tunaishi wakati gani sasa? Mwisho wa dunia. Hiyo ndio maana ya mwisho wa dunia. Kizazi ambapo ndani yake kuna wakati wa Bwana kurudi. Ndio maana ya mwisho wa dunia. Kwa hivyo tuko katika mwisho wa dunia. Ndio maana hata Bwana alisema kuhusu mwisho wa dunia. Kwa hivyo pia si makosa kusema tuko siku za mwisho. Hiyo pia si makosa. Lakini ya sahihi zaidi ni tuko katika mwisho wa dunia kwa sasa. Bwana wetu alisema, nitakaporudi, je, nitapata imani? Je, nitapata imani? Inarejelea mwisho wa dunia ambapo itakuwa vigumu kupata imani. Hakika ni vigumu sana kupata imani siku za leo. Kwa upana zaidi, kumbuka tu ile kusema tuko kwenye kizazi ambacho muda wake uko pande wa Bwana kurudi, ndio mwisho wa dunia. Karne ni miaka 100. Kwa hivyo kwa sasa uko kwenye karne ya ngapi? 21. Kipindi cha miaka 100. Kwa hivyo sisi ambao tunaishi kwenye kizazi hiki tunaishi katika mwisho wa dunia. Sasa kuanzia wakati wa uumbaji mpaka leo tukagawa ama tuifanye ni kama mwaka, ni kama sasa tuko kwenye mwisho kabisa. Yaani dakika ya mwisho, na ni kama tunahesabu masekunde. Ndio wakati tuko kwa sasa. Kama utafinya kuanzia uumbaji mpaka sasa iwe mwaka mmoja, ni kama tuko dakika ya mwisho, sekunde za mwisho. So Mungu Baba alijua ni aina gani ya kanisa na mchungaji aina gani atahitajika kuokoa nafsi wengi siku za mwisho. Alianza kujiandaa mapema kitambo sana. Vile tu alijulisha Nuhu kwa kukadiria ni wakati gani gharika kuu ya Nuhu itakuja, na akamfanya jiandae siku za mwisho pia. Bwana amefunua si tu siku kamili ama saa kamili, lakini muda gani wa kukadiria atakaporudi. Amepeana wakati kwa biharusi wajiandae ili wastahili kuhusika katika karamu kuu ya harusi kule hewani. Na vile tu Mungu aliamuru Nuhu ajenge safina, amefanya safina iandaliwe katika siku za mwisho, safina ya kuokoa nafsi wengi. Kwanza amepeana safina ya uzima ambayo ni neno lake, na kisha akaamrisha tujenge hekalu kubwa. Maandalizi ya kiroho ya kukuwa biharusi na ujenzi wa hekalu haiwezi kufanywa kwa muda mfupi. Kama ungejua Bwana atarudi mwaka mmoja baada ya hapa, inamaanisha utajiandaa kikamilifu kwa mwaka huo mmoja umebaki uwe biharusi wake, itatosha? Hawezi. Uwezi jiandaa kama biharusi ukamilike kwa mwaka ama miaka 2, haitoshi. Utajua kwa kuangalia imani yako. Imekuchukua muda gani kuingia rohoni? Ama tuseme kusimama mwambani, imekuchukua muda gani? Mwaka ama 2?
Na si ati ulikosa imani, usiona nguvu za Mungu, ishara za Mungu, neno la Mungu unajua vizuri sana, umeomba, umejaribu kwa bidii kujiandaa kama biharusi, lakini nakuuliza, imekuchukua muda gani ndio usimame kwa mwamba? Kwa wengine imechukua miaka. Achana na roho, tunaongea kuhusu mwamba, imekuchukua miaka ngapi? So, kama bado hujasimama kwa mwamba, unadhani mwaka mmoja nitakutosha kujiandaa kama biharusi? Pengine mwaka itakutosha ufike paradiso, ama pengine mfano wa kwanza kama utajaribu, lakini hata hiyo bado ni ngumu. Juu ya nini? Juu dhambi inazidi kuongezeka siku baada ya siku, ikijaza kila pengo. Na ndio shetani si ati amekaa bure tu anafanya, hakuna kitu anafanya. Anakuchochea utende dhambi. Anakuambukiza kupitia kompyuta, mtandao na simu ambazo unatumia. Anatumia TV na mamovie ndio awaongoze katika dhambi. Unaweza kuwa ulishaachana na vitu vile, ulikoshaachana nazo, lakini shetani anatumia mtazamo wa watu wengine. Ndio ukifungua simu unaona vile watu wamevaa, vile watu wanaongea, ndio wakuvurute. Ndio rudi kwa vile vitu ambavyo uliacha, ambavyo si rahisi wachane navyo tena. Kwa hivyo, juu ya hiyo hali, utasema mwaka kama miaka miwili itakutosha kujiandaa kama biharusi? Hakuna, hawezi. Dhambi inazidi kuongezeka zaidi na zaidi. Linganisha leo na miaka 10 iliyopita, dhambi imeongezeka kiasi gani duniani? Ama linganisha na miaka 5 iliyopita. That time at least ungekuwa na nafasi ya kupumua. Lakini saa hii ni kama giza totoro, hakuna hata nafasi ya kupumua kiroho. Ni dhambi kila mahali. Halafu wazia miaka 5 baadaye, siku zijazo, utatishika, inatisha sana. Kwa hivyo lazima ujiandae kama biharusi kuanzia leo. Hivi vijana na wanarika, mambo haya yanawahusu pia sana sana. Mnafaa mjiandae kwa bidii. Uzembe sana sana wa kiroho hautakusaidia, hautakupeleka mahali. Kwa wa bidii kiroho. Kwa hivyo mwaka mmoja haukutoshi kujiandaa kama biharusi. Kama umekuwa ukijiandaa na hujawahi koma mpaka wa leo, basi wewe unahitaji tu muda ambao umebaki umalizie maandalizi. Lakini kama umekuwa ukiishi maisha ya imani ovyo ovyo, haujali juu juzi tu ndio umeanza kwa bidii, mwaka mmoja haukutoshi wewe. Hata jaribu kwa bidii na tamaa shauku kubwa, mwaka mmoja, miaka miwili haikutoshi. Tuliishi juu tu. Sasa hii inamaanisha utachoka? Hapana, utajiandaa, lakini haitakutoshia ufike Yerusalemu mpya. Kufika paradiso, ufalme wa kwanza ama ufalme wa pili, mwaka mmoja ama miwili pengine utafika. Pengine. Na ufalme wa tatu nao si rahisi. Paradiso, ufalme wa kwanza, wa pili pengine. Lakini ufalme wa tatu si rahisi. Mwaka mmoja, miaka miwili si rahisi. Kwa hivyo maandalizi ya kiroho yanahitajika sana. Vile Nuhu alihitaji muda ndio atambulike kama mwenye haki katika nyakati zake, ninyi waumini pia mnahitaji muda mjiandae, muhitimu kujenga hata hekalu. Mungu Baba alisema kuanzia mwanzo ya kwamba hekalu litatimizwa kupitia watoto watakatifu peke yake. Sasa masharti kama ile kiroho kitimizwa, ndipo Mungu atamwaga baraka za kifedha na tutajenga hekalu. Vile tu Nuhu aliamini na katika neno ya Mungu vilivyo, na wewe pia unafaa usonge mbele kwa imani, ujiandae kama biharusi kulingana na neno la Mungu. Imani ni kutumainia bila kuyumbayumba, hata kama uoni kwa macho na ugusi kwa mkono. Naam, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na udhaifu wa mambo yasiyoonekana. Wakati utatambua ya kwamba imani ya kweli ndio hiyo katika haki, ndipo ile ambayo unatumainia itatokezea kama kweli. Mkikumbuka kanuni ya kiroho, naomba kwa jina la Bwana ya kwamba nyinyi wote waumini mtunze imani yenu kwa usafi bila kuyumbayumba.